ndani ya Dunda viwanjani papa hapa ndani ya Airmobi TV. Ukiwa nami na odhaji Musango ya mwenzangu Julius Omeka. Na siku ya leo tumekuandalia mengi ikiwemo timu mbili kuweza kujikatia tiketi ya kuingia katika robo finali katika mechi za ligi ya klabu bingwa barani Ulaya UEFA Champions League mzamaji. Na hii ni timu ya Liverpool na timu ya PSG, timu ambazo tayari zishajikatia tiketi hii. Liverpool wakiweza kumcharaza mwana Leipzig magoli 2-0 huku timu ya PSG wakitoka sare ya goli moja dhidi ya timu ya Barcelona. Na Julius, tukianza tu mechi ambazo ziliweza kusakatwa, na tuanze na Liverpool kuweza kumpiga mwana Leipzig. Mechi hii pengine kwa mtazamo wako ulitarajia kwamba Liverpool wangeweza kupata ushindi, kwa sababu tunaona goli la kwanza likifungwa na mnamo dakika 70 na mchezaji Mohamed Salah. Goli la pili kafungwa 74 dakika pale na huyo mchezaji kwa jina Sadio Mane. Pengine mechi nadhani ukiangalia timu ya Liverpool ni first leg na walishinda, second leg walikuja kutafuta kishinda kuqualify. Sasa kwa mechi kama hii wao kushinda first leg, hii kitu wali make sure ni wasifungwe, na kufikia dakika ya 70 walikuwa hawajafungwa. So from hapo ndio kocha anakuja na new strategy ya kuwa now we can score. Nadhani from hapo ndio tutapata timu ya Liverpool itaweza kufungeza mabao mawili. Na pengine mechi ilikuwa ni mechi ambayo wengi walikuwa wanasema kwamba Liverpool ongeza kupata ushindi pale, na walitarajia kwamba waweze kungangana pale, kwa sababu Liverpool sasa hivi ile fomu yao iko chini pale. Ukiangalia katika mechi 6 ambao wameweza kucheza katika ligi kuu nchini Uingereza, Liverpool wameweza kupoteza zote. Na wengi walikuwa nadhani kwamba pengine Leipzig wangeweza kurudi pale na kuweza kumpiga mwana Liverpool magoli 2-0 ama 3-0 pale, na Leipzig kuweza kujitakatia ile tiketi ya kuingia katika robo finali. Pengine tatizo ya Leipzig ilikuwa wapi katika mechi hii? Nadhani ukiangalia timu ya Liverpool ni wako na good experience compared na timu ya Leipzig. Timu ya Leipzig ni just 11 years old. So 11 years nadhani it was 209. 209 ni timu ya Liverpool walikuwa shashinda mataji kama matano manne pale ya Champions League. So kuwatoa kwa hii game ilikuwa very easy. Kutumia wale wa the experience ya team, na experience ya players, na experience ya coach. Coach ambaye ni tushamuona the previous season ile nyingine alikuwa ameshinda, the other one alikuwa amefika finali akaweza kutolewa na timu ya Real Madrid. So nadhani Liverpool walishinda hii mechi because of experience. Tuangazie mchezaji Mohamed Salah ambaye aliweza kupata goli la kwanza mnamo dakika 70 pale. Huyu ni mchezaji ambaye sasa hivi anaongoza katika ufungaji bora katika ligi kuu nchini Uingereza kwa magoli 17 pale. Pengine yeye kuweza kujitokeza na kuweza kusaidia timu yake kuweza kuingia katika zile robo finali inaashiria nini katika timu ya Liverpool? Mohamed Salah tunamuona pale akiwa katika timu ya Roma aling'ara sana. Akiwa katika timu ya Chelsea hatukumuona sana kwa sababu pale hakuwa anatumika sana. Mohamed Salah katika kufunga katika timu ya Liverpool kwenye hizi michuano za klabu bingwa barani Ulaya, nadhani pale Champions League kuna experience pale, maplayer kama wako nazo mzuri. Lakini wakirudi pale nyumbani kwa EPL, nadhani timu ya Liverpool ni among zile timu ambazo zinaomba kama ligi ya EPL inaweza kuwa set back to default settings, game ya season ianze afresh. So sidhani kama player yule Salah kama akona 17 goals itakuwa ngumu sana yeye kushinda taji la top scorer pale EPL Golden Glove. Kwa sababu anazungumzia kwa sababu Harry Kane pale anamfuata na magoli 16. Ukiangalia Bruno Fernandes pia wanamfuata pale na magoli 16. Pengine mbona wakasema kwamba ni vigumu sana yeye kuweza kupata ushindi na kuweza kuongoza pale katika yule ufungaji bora? Ndio ukiangalia player kama Harry Kane kuanzia match ndio yeye ufunga mabao zake mengi, huwa anaanza kufunga mabao from November anapiga mpaka December. Ikifika December most of the times anaenda injury mpaka match. And then that's what we have seen pia. Sasa anarejea tena. Sasa from match ndio unapata Harry Kane unakuja season zote anaanza kama ako from match unapata hapo nyuma na 5 goals, 7 goals, then kwa game moja unashikia amefunga hat-trick, game next amefunga mabao mawili, itakuwa amefika mabao 5. Game next sasa ni kuanza kupita wale ambao walikuwa wamemtangulia. So game kama sasa hivi tunaona aliweza funga mabao mawili game iliisha, akaweza kufika 16. Game next tunaweza pata akifunga hata mabao 3 ama tena mawili na atakuwa top scorer. Na pengine ukimzungumzia Bruno Fernandes, pengine yeye hana nafasi ya kuweza kuchukua taji hili. Sidhani kama atakaribia pale. Bado sidhani hata kama anaweza shinda Mohamed Salah, sababu yule ni midfielder, creative midfielder. Yeye kufunga ni zile machaza ambazo zinajileta, na pia siwezi kosea kusema kuwa pia kufunga penalty zile ambazo amefunga 4 zinaweza kumsaidia kufika zile mabao nazo 16. So nadhani ndio Bruno aweze kupata mabao mengi, ni labda aweze kusonga mbele, aanze kucheza number 9, number 10, aanze kucheza kama ni false 9 pale, labda anaweza pata mabao.
Tuachana na wafungaji bora, sasa tuangazie Sadio Mane. Aliweza kupata goli dakika 74 pale upande wa timu ya Liverpool. Liverpool alikaa sana kuweza kupata ushindi pale kwa sababu mechi katika kipindi cha kwanza ilikuwa ni 0-0. Dakika 60 0-0. Dakika 70 hapo ndio tunaweza kupata goli pale. Sadio Mane kupata goli katika klabu bingwa barani Ulaya, mechi ambayo wengi walitarajia kwamba pengine wachezaji pale mbalimbali wangekuwa wakiweza kufunga mbali na huyu mchezaji Sadio Mane. Nadhani hao maplayer wale ni maplayer ambao kuna very good experience so far kwa mchuano huu wa UEFA. Na sidhani kama kulikuwa na player mwingine pale Liverpool alifaa kuonekana kwa scoreboard kabla ama player watu wawili ikiwemo Sadio Mane kuonekana kwa scoreboard. So nadhani alideserve kukua pale. Alideserve pale. Tuangalie Fabinho. Fabinho ilikuwa ni mara ya kwanza kuweza kucheza katika timu ya Liverpool tangu wakati ambapo alikuwa na jeraha pale. Injury ilikuwa imemkumba pale. Pengine Fabinho huenda kaanza kuchangia ushindi katika mechi zijazo katika timu ya Liverpool, hususan katika mechi za Uingereza. Nadhani Fabinho is a good addition currently kwa squad ya Liverpool. Ijapokuwa ni recently nimeona timu ya Liverpool kuna maplayer mmoja akitoka injury anakuja, mwingine anarudi injury immediately. So vile nena Fabinho alikuja ni I think ni 2 games zimeisha tangu ule captain wao Anderson aweza kuenda injury. Sasa hivi tumeweza kuona Fabinho amerudi. Nadhani tuna expect kuona another player pia tunaweza kuenda injury. Nadhani timu ya Liverpool ni timu ambayo so far season imepitia shida mingi sana kwa injury sana. Nasi hapa Dunadwa kwa jana nasema kwamba kongole tu kwa timu ya Liverpool na tunawatakia kila heri wanapoenda kucheza katika robo finali. Tuangazie mechi nyingine hapa, PSG kuweza kutoka sare ya goli moja dhidi ya timu ya Barcelona. Barcelona walionekana kupoteza magoli pale kupitia Lionel Messi. Lionel Messi alipewa penalty lakini akaweza kukosa. Pengine tulitarajia sare hii dhidi ya PSG na timu ya Barcelona. Kuna rafiki yangu pale aliniambia, Julius, hii game unaonaje? Unaona itaishaje? Nikamwambia PSG sasa hivi ile mchezo ambao Barcelona walikuwa wamezoea match fixing uliisha. Na it's possible tukaweza kaona pale timu ya PSG kaweza kushinda. Akaniambia sidhani Julius hapa hivi. Nikamwambia unaonaje? Akaniambia mimi naona kama hii game ni draw ya 1-1. Nikamwambia kama ni draw ya 1-1, haya kawekeza basi. Na sidhani kama aliwekeza, sijui kama alijiamini akaweka. Nadhani kwamba aliogopa. Inaweza kuwa na woga, but mimi kama angeniambia niweke, mimi ningeweka PSG win. Na pengine tukiangalia mechi tuliona Kylian Mbappe akiweza kupata goli upande wa timu ya PSG pale, na tukaona Lionel Messi hata baada ya kuweza kukosa ile penalty. Kuna goli nzuri sana Lionel Messi aliweza kufunga pale, na sio kama uliweza kuiangalia, na kama uweza kuiangalia pengine ukiona ni goli ilikuwa nzuri sana pale ambalo Lionel Messi aliweza kufunga huyu mwana PSG pale. Pengine ukizungumzia wachezaji hao wawili wote walifaa kufunga pale, ama kuna wale wachezaji pengine tulitarajia waweza kung'ara katika mechi. Dembele pale aliweza kukosa nafasi ya wazi pale na kuweza tuseme kwamba alikost timu yake pale. Nadhani ukiangalia maplayer wawili pale ni strikers, ni finishers, Lionel Messi na Kylian Mbappe. Ni watu waliweza kufunga mabao ndio. Lakini ni kama ni competition imeanza. Mbappe anataka kufukuza yule mzee pale Lionel Messi, amwambie your time is over. Unafaa sasa kuwa unatoka, mimi niko ready kuchukua what you've been doing in the world of football. Na pia nikizungumzia bao ya Lionel Messi pale, ni jamaa fulani alikuwa amesema pale, ukiona zile mabao ambazo Lionel Messi anafunga, ni zile mabao ambazo he scores like you will never see that kind of goal again. Bao zenye anafunga ni very clean, very classical, very new in the world of football. Si ile bao ambayo tumezoea kawaida, kama ukiweza kuona player pale Jorginho akiweza kufunga penalty, you just know how he's going to score that. Ukiweza kuona player kama Cristiano Ronaldo akitaka kuchukua free kick, anafanya tu vile tumezoea anafanya. Lakini player kama Lionel Messi akichukua ball na anataka kuscore, ile mtindo ambao anatumia kufunga hiyo bao ni kitu ambayo hatujawahi iona, na ni kitu ambayo hatutaona tena ikifanyika. Na ukiangalia mechi ni kwamba Mauricio Pochettino ni kama anaonekana kuweza kuangalia taji la UEFA Champions League pale, kuweza kuchukua lile kombe pale. Pengine kwa sababu tulimwona akiwa katika timu ya Tottenham Hotspur, aliipeleka hadi katika finali pale, timu mbili za Uingereza zikiingia katika finali. Nadhani kwamba mwaka 2019 pale wakina kuweza kuchukua lile taji pale. Pengine Mauricio Pochettino katika timu ya PSG huenda pia tukashuhudia yale ambayo alifanya katika timu ya Tottenham Hotspur akiingia katika finali. Nadhani Pochettino pale ameletwa PSG for just one task. Sababu task zingine amepewa pale anybody can do. Sijasema unaweza fanya, lakini anybody can do. Kama ni coach pale, coach yote anaweza fanya, hata David Moyes anaweza fanya. Anaweza fanya. Kama ni taji la Serie A unaweza beba. Kama zile domestic za pale nyumbani
anaweza beba, lakini taji la Champions League ndio at least zimelemea sana timu ya PSG, sababu pesa wanayo, maplayer wazuri wako nazo, hata zile substitutes zao ni mzuri, ni jina pia iko na jina, lakini kitu ambayo imekosa sasa hivi ni taji la UEFA Champions League. Na huyu Mauricio Pochettino ako na only one task, na hii task si kupiga Barcelona, si kufika finali, ni kubeba Champions League. Tuangazie kocha wa timu ya Barcelona pale, anaitwa Robert Koeman pale, na mmoja wapo wale makocha ambao mimi huwa nasema kwamba sioni akitendea mema timu ya Barcelona pale. Pengine kidogo huyu Koeman kuweza kupigwa na PSG magoli 4-1 akiwa nyumbani Nou Camp pale, na kuweza kurudi na kuweza kupata goli moja tu katika uwanja wa PSG pale. Pengine tatizo liko wapi na kocha huyu? Nadhani shida ya kwanza tunaweza sema ni coach mwenyewe, ana tactics, lakini pia shida nyingine kubwa ni squad yenyewe ya pale PSG, ya pale Barcelona. Squad ni walitoa wale good players once wote. So kurecover imekuwa ngumu. Na ukiangalia kocha wa Barcelona pale, Koeman, ni ajazoea ile kitu inaitwa building the squad. Na timu ya Barcelona ndio uweze anza kubuild squad from academy. Wanataka majina, zile majina kubwa. Na kuna yule player mmoja ananifurahisha sana anaitwa Braithwaite. Ni player mzuri pia. Anaweza kama kuchukua namba mzuri pale Barcelona. Lakini nadhani shida ya kwanza ni coach, shida ya pili ni squad. Squad yao si squad ya maana, si squad ile inaweza challenge kitu. Ni ikiwa na Messi pale, Messi anaweza kuwa anachangia sana create the kind of rapport maplayer wanafaa kuwa nayo, anaweza open up play, lakini sidhani kama ile ni squad ambayo inaweza challenge for a serious competition. Nimekuwa nikiangalia wachezaji hawa, nilikuwa nikiangalia Kylian Mbappe pale, nikaangalia pale Erling Haaland pale upande wa timu ya Borussia Dortmund, na pia nikaangalia mchezaji huyu ambaye anafanya vyema katika timu ya Bayern, anaitwa Robert Lewandowski pale. Pengine wachezaji hao watatu, Haaland, mchezaji Mbappe pamoja na huyu Lewandowski, nani huenda ndiye mchezaji ambaye nisema kwamba ndio simba kwa watu watatu? Nadhani tukiweza sema tunaleta mzee pale Lewandowski, labda Lewandowski tukiweza kumlinganisha, tuseme tunaweka Lewandowski, tuweka Lionel Messi, tuweka Cristiano Ronaldo, tunaweza eka competition yao. Lakini tukuje Kylian Mbappe na Haaland pale, labda tunaweza tafuta player mwingine ambaye wanaweza fit pale. Unamaanisha kwamba Lewandowski ako katika nafasi ya juu kwa zidi hao wawili? Nadhani nafasi yake iko juu sana, na pia miaka yake iko juu. Unajua huwezi kuwa na compare tuseme ni Greenwood pale, kuja kumkombea na mzee pale Giroud. Hawezi endanisha. Unaweza compare ndio walifunga mabao mangapi, wamecheza games ngapi, lakini umri pia uwezo wa kubali kuwalinganisha, kuweka the same class. So nadhani tukitaka kuwalinganisha watu watatu, nadhani Lewandowski stands out at the moment. Sababu ni mzee pale 33 years, ni pia miaka imeenda, hata contract yake pale Bayern inaisha, hakuna timu ambayo inamtaka. Ni player mzuri ndio, lakini miaka pia ina mata. He scores every game. Unapata amecheza kitu kama 26 games, amefunga 30 goals. He's a very good player, lakini kwa kiumri huwezi mweka same class na kina kama Mbappe na Haaland pale. Na Mbappe pamoja na Haaland na huyu anaitwa Griezmann wa timu ya Barcelona pale, pengine hao pia wanaweza lingana, ama pengine Griezmann tumweke hapa kwa huyu ambaye tunaitwa Lewandowski? Griezmann tumeweka kwa Lewandowski, lakini pale kwa Haaland, kama tunachukua Haaland na Mbappe, na tuendea player yote pale, Neymar pia ni mzee kidogo, 27-28 ni mzee. Tukienda pale kwa timu ya Cheza ni kijana mzuri, tunaweza mweka class moja. Lakini tukiweza kuja kwa hii timu ya Barcelona, kama tunataka kuweka kijana ambaye wanaweza linganisha na yeye, labda tuseme yule midfielder wao Frank de Jong ni mzuri. Alafu pia kuna kijana pale ningetaka kumweka pale, lakini bado sijaona kama amenifurahisha. Kuna striker pale jina inapotea, lakini nadhani watazamaji bado wanaweza kuwa wanamjua pale. Na mwingine pia ningetaka kwa the same class ni yule ambaye anaitwa Jadon Sancho wa Dortmund. Sancho yule nadhani hapo same class na wao. Kwa hivyo mmoja wale wachezaji ambao pengine tutaweza kuwaona hivi karibuni wakiweza kung'ara, tutaweza kuwaeka katika ile daraja tuseme ile ya kina Cristiano Ronaldo, kina Lionel Messi, kwa hivyo ni wachezaji ambao wanajituma sana. Pengine kabla tuweza kuingia katika masuala mengine, niweze kukumbusha mtazamaji kwamba ikiwa ungependa kuweza kuzungumza nasi, chukua simu yako, tuma ujumbe mfupi kwa 22658.
Kumbuka nambari ya WhatsApp ni 0716334455. Airmobi TV tupate kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale. Na sasa tuangazie mechi ambazo zinasakatwa katika ligi kuu nchini Uingereza. Na siku ya Jumamosi kutakuwa na mechi ambazo zinaweza kuwa zikisakatwa pale. Na tuanze tu na mechi hii. Leeds United wataweza kumwalika Chelsea. Itakuwa mida ya saa 9 hivi. Chelsea timu iko sawa. Squad yao iko fit kabisa. Na coach wao bado anaonekana akona experience pale ya kushikilia several wins akiwa England. Lakini bado tusisahau kuwa al-kickoff is al-kickoff. Disappoints. Na al-kickoff zote tumeona pale ni timu kubwa haijawahi pata matokeo. Na timu ya Leeds ni timu ambayo imekuwa ikidisappoint teams kubwa. Na ni timu ambayo inafunga mabao si moja sio mbili. Ni timu ambayo ukipatia chance inaweza kufunga hata mabao 8. Na kwa faida ya mwekezaji ambaye pengine ashaekeza pale, unadhani kwamba timu ya Leeds na timu ya Chelsea magoli yanaweza ishia mangapi? Kitu niko sure ni kuwa timu ya Chelsea itashinda. Lakini sijasema itapigwa. Timu ya Chelsea niko sure haitashinda, lakini siyuko sure kama itapigwa. Na pengine ujumbe wako kwa kocha Thomas Tuchel ni upi wakati anapoenda kujiandaa kuweza kucheza dhidi ya timu ya Leeds United siku ya Jumamosi? Naweza mwambia it's one game at a time. Asiangalie game ya mbele, asahau game ambayo. Angalia sasa. Angalia sasa hivi. Shinda leo kwanza. Shinda leo kwanza. Hiyo squad ambayo unataka kupreserve ianze leo. Ushinde, uwatoe mapema ndio ufocus on the next game after umeshinda game ya current. Lakini atakuwa kiweza kuingia katika maondano katika ligi ya klabu bingwa barani Ulaya dhidi ya timu ya Atletico Madrid siku ya Jumanne. Pengine huenda ikawa kwamba Chelsea watashindwa kwa sababu hiyo, kwa sababu tumeshuhudia timu nyingi sana ziweza kushindwa kwa sababu pengine wanajiandaa katika Europa, wanajiandaa katika UEFA Champions League. Unapata kwamba weekend hiyo wanakosa zile mechi ama wanafungwa zile mechi ama wanatoka sare. Timu mingi zinafanywa hivyo sababu mostly wana focus on the games ahead, wanasahau kuna current games. Na nadhani hiyo ni kitu ambayo inaweza affect sana timu ya Chelsea. Na tuangalie mechi nyingine hapa, Crystal Palace kumwalika mwana West Brom Albion. Nadhani Crystal Palace sasa hivi wanaweza rudi na kushinda. Ni kitambo sana niona kwa kishinda, lakini nadhani this is the right time ya wao kushinda. Ijapokuwa za kidogo kukosa mechi imewafanya sana waweza kupigwa games mingi. Lakini recently game ya weekend iliyopita niliona alikuwa sub. So probably sasa hivi game hii tunaweza kumuona. Na anytime tumeona Wilfred Zaha akiwa wing frani na huyu Eberechi aweza kucheza na mbele pale kuna labda mzee Benteke ama ile striker ambaye wanaweza tumia, huwa wanashinda easily. So nadhani game kama wote wawili wanaanza game, hii ni game ya Crystal Palace kushinda. Crystal Benteke katika mechi ambayo iliweza kupita anaweza kupata goli pale. Na pengine ukizoea Crystal Benteke pengine huenda katika mechi hii akaweza kufaulu tena akaweza kupata goli. Nadhani it's possible kufunga. That is kama kutakuwa na mabao. Sababu hii ni game kama watu wa West Brom wanapenda kudefend sana. So kwa wachezaji ni game ambayo huwezi ona over 2.5, ni game ambayo huwezi ona goal. Ni nadhani game ya 1-0, 2-0 ama hata 0-0. Bila shaka ni ubashiri wake mwite Julius Omeka ambaye ni shabiki pia wa timu ya Manchester United. Tuangazie Everton kumwalika Burnley, mechi itakuwa mida ya saa 11:30. Nadhani pia ni game ngumu na game hii pia naweza sema hakutakuwa na over, hakutakuwa na goal. Sababu timu ya Burnley pia ni timu ambayo defense yake ni ngumu. Kwanza mimi namfurahia sana ule defender wao ambaye anaitwa Tarkowski. Ni defender wazuri sana. So itakuwa very hard to break through defender kama hao. Lakini Everton wanafaa kuwa narudi back kwa their winning ways na hii ni game ambayo natarajia kuwa watashinda. Juzi walipigwa na timu ya Chelsea magoli 2-0 pale na umesema kwamba utarajii kwamba katika mechi hii huenda tukaweza kupata ile over 2.5. Mimi nahisi kwamba pengine huenda akaweza kushinda na magoli 2-1 kwa sababu tumeshuhudia Burnley katika mechi 3 ambazo wameweza kuwa kucheza angalau wanatoka na goli 1 pale. Auoni kwamba over 2.5 inaweza patikana? Nadhani Burnley wanafunga bao kwa zile mechi ambazo wanaona kuwa hizi tukifunga tunaweza shinda. Lakini I believe kuwa Burnley kienda kucheza na timu ya Everton wako very sure hii wanapigwa. So wanakuja kukaza. Na kukaza ni kuwa wao wakuje kutafuta bao. Wao wanakuja ku make sure hawajafungwa. Na at the end of the day unapata kuwa wameachilia bao moja ama huenda zikakuwa mabao mawili. Lakini over 2.5 nadhani itakuwa ngumu. Bila shaka mtazamaji, sasa tuangazie mechi nyingine hapa. Fulham kuweza kumwalika mwana Manchester City, kitaeleweka? Fulham tumewazoea. Fulham timu ambayo inatafuta draw na si mara moja si mara mbili. Timu ambayo tumeona wanatoka draw continuously. Na timu ya Man City ni unstoppable.
nilidhani wakicheza na timu ya Southampton labda wanaweza shikiliwa. Game ambayo iliweza kuisha 5-2. Naam. 5-2 ni game ambayo ilikuwa na speed sana. Lakini naweza ambia timu ya Fulham pole kidogo. Watagongwa. Hii sidhani kama wataweza. Kwa sababu nakumbuka kwamba kocha Pep Guardiola alisema kwamba yeye kwanza huwa anasoma ile timu ambayo anacheza nayo. Lakini nilishindwa hakusoma timu ya Manchester United. Manchester United ilimcharaza rahisi sana. Na ikawa ni hivyo. Sijui kama pengine huoni kwamba huenda wakaendelea kuendeleza ule msururu wa kuweza kufungwa ama kuweza kutoka sare, matokeo yaweze kwenda duni pale. Tuone hata akija kukaribiwa na Manchester United pale na alama kama 3 ama 5 pale. Nadhani ukiangalia timu ya Manchester City, ile game ambayo unaona wamelemewa ama ile game ambayo unaona wanachapwa, kuna tactic ambazo hizo timu zinatumia. Na I believe timu ya Fulham wanalani vizuri. Na hata game zile ambazo nimeona wamekuwa wakitumia huo mtindo. Na timu ya Manchester City pia wamekuwa wakitumia huo mtindo kushinda mechi zao. Na hiyo tactic ni hii. The first 5 minutes ama the first 10 minutes haijawahi pita 20 minutes at maximum kama timu ya Manchester City hawajafunga. Na ikipita dakika 20 kama Manchester City hawajafunga. Sijasema watapigwa, lakini mechi hiyo watastruggle sana. Na sasa ukiangalia katika mechi hiyo, kwa sababu ukiangalia Pep Guardiola pia katika ile msimamo wa jedwali pale, alafu watu akiwa ameachana yule wa kwanza na alama 11 pale. Ukiangalia bwana Manchester United yuko pale alama 54 pale. Chelsea Leicester City wako pale alama 53. Chelsea wako pale alama 50. Unapata kwamba nafasi ya 4 pale wanachukua pale akiwa na alama 48 pale, nafasi ya 5 pale. Pengine ule ushindani ambao uko katika ligi hii ya Uingereza, uende tukaweza kushuhudia hadi mwisho wa msimu. Nadhani mali kuna shida pale EPL ni number 2, 3, 4, 5 to 7. Hapo ndio kuna lot of competition, na by time season inakuja kuisha, vile tunaona table iko sasa hivi, nadhani kutakuwa na several changes pale on the way tukienda. Kuna siku utakuja kupata timu ya Manchester imekuja number 3, tumeona msimu huu kuja number 3 inarudi number 2, timu ya Chelsea inakuja number 4 inarudi number 5, timu ya Liverpool hivyo na pia timu ya Tottenham. So nadhani EPL is very competitive kuqualify kucheza nini UEFA Champions League ama Europa pale. Na tuangazie siku ya Jumapili, na hapa Southampton unaweza kumwalika mwana Brighton mapema sana. Tunasema kwamba early games huwa zina disappoint pale, ama hali kicks zina disappoint pale. Mechi nani atakuwa disappointed ukiangalia huyu mwana Southampton na mwana Brighton? Nadhani timu zote mbili zitakuwa disappointed, but watapata what is enough for them. Hii ni game ya draw. Na pengine kwa faida ya mwekezaji ile ambaye anatazama pale. Mechi kwa mfano ukiweza kumpa mwekezaji aweze kuwekeza pale, atawekeza wapi? Full time draw guaranteed. Sisi ni pesa yake atamua, lakini nadhani hii ni draw guaranteed na 0-0-1-1 ama 2-2. Tuangazie mechi nyingine siku ya Jumapili. Na hii ni mechi ambayo itakuwa ikiweza kung'oa nanga mida ya saa 9. Leicester City na Sheffield United. Sheffield United wanashikilia nafasi ya mwisho kabisa pale, hata hawajafikisha alama 15. Mara ya mwisho niliangalia kwamba walikuwa na alama 14 pale. Pengine uende Leicester City wakakamatwa vizuri na timu ya Leicester City wakaanza kukamatwa vizuri na timu ya Sheffield United. Nadhani timu ya Leicester City of course wamejipata sana kwa very bad situation ya injuries na zimewaffect games kadhaa. Tumekuwa tukiona wakirudi nyuma sana, wanashinda wanapigwa, lakini sidhani kama timu ya Sheffield iko na hiyo energy ya kupiga Leicester City. Hii ni easy win for Leicester City. Kwa faida ya mwekezaji, Leicester City amwekee wapi? Leicester City wanashinda 3-0 ama 3-1. 3-0 ama 3-1. Haya, mechi nyingine ambayo itasakana mida saa 10 na dakika 30 pale, Arsenal watamwalika mwana Tottenham Hotspur. Katika mechi nilikuwa nikiangalia Mourinho na pamoja na huyu Arteta, na mara kwa mara Mourinho akikutana na timu ya Arsenal pale, utapata kwamba Mourinho huenda akaweza kupata kadi nyekundu ama kadi ya njano pale, ama mchezaji wake aweze kupata pale. Pengine huenda tukashuhudia kwamba Tottenham Hotspur na timu ya Arsenal kivumbi kiweza kutolewa pale katika uga wa Emirates pale, na tuone Mourinho akishinda ama tuone Arsenal akimshinda mwana Tottenham Hotspur. Unajua hizi game mbili the last time nilifuatilia wakicheza, niliweza kuona kulikuwa na kitu kilifanyika pale, ilikuwa very funny. Funny in that nimekaa nimewatch game, timu ya Arsenal wanajua kupanga game. Ile touch wako nao mzuri. Wanapiga possession, wanapiga touch. Kuangalia nini possession pale inaletwa na watu wa SuperSport, wanaandika pale kwa timu ya Arsenal iko na possession ya 91 na timu ya Tottenham iko na possession ya 9%. Na walipopiga zile pass 1 2 3 1 2 3,
pass moja ijawahi kosa, inaitwa miss pass. Naam. Walipopata hiyo miss pass, it was seconds, hata si minutes. Ikateremka. Ni seconds tuliweza kupata timu ya Tottenham imeweza kupata bao with only 9% possession. Bila shaka. Na nadhani weekend hii tutashuhudia the same kind of thing ikifanyika. Timu ya Tottenham watadefend kawaida, watakaa pale nyuma ya keeper, na timu ya Arsenal watapossess. Lakini sasa naweza sema si ushindi wa Tottenham mara nyingine. Naam. Na sidhani kama kuna kocha ambaye kwa zile timu ambazo zinajita top 6 angetaka apigwe na timu moja home and away. Upande wa timu ya Arsenal nani huenda akaweza kung'ara ikiwa atakuwa kwenye mechi pale? Aubameyang, Bukayo Saka, pengine Lacazette huenda akaweza kung'ara. Upande wa timu ya Tottenham Hotspur kuna Harry Kane, kuna Son Min-hoon pale. Na pia wachezaji Dele Alli yuko pale, Gareth Bale yuko pale. Pengine nani huenda atakuwa akiweza kutazamiwa sana? Wachezaji wawili upande wa timu ya Arsenal na upande wa timu ya Tottenham. Nadhani ukiangalia pale kwa timu ya Arsenal kuna huyu kijana pale anaitwa Aymeric Aubameyang. Nadhani ni lazima utamwona pale kwa score sheet. That is kama kutakuwa na mabao. Sababu huko acha nimalize kuongea nikwambie kwa hii game itakuwa na mabao. Lakini sababu mmeniuliza nani watafunga. In case kutakuwa na mabao, pale Aubameyang ataweza kufunga bao, na kama kutakuwa na bao nyingine ya pili, bao nyingine ya pili itakuwa na bado player ambaye anaitwa Aubameyang atafunga bao mawili kama kutakuwa na mabao. Gareth Bale pale kwa timu ya Tottenham, kabla tuweze kumuona Mourinho akiingia pale, kulikuwa na player ambaye ni mmoja tu. Ikiwa ni game kubwa, especially kitu kama hizi za London Derby, ni player tu mmoja alikuwa anafunga mabao. Na ni player tunamuita kijana Dele Alli. Lakini sasa hivi sidhani kama Mourinho sidhani kama ataanzishwa. Sidhani kama Mourinho anamwaminia pale kwanza game. So iwapo ataanza game, then hii ni game ya Son kuperform vizuri. Sana kwanza kuperform vizuri pale. Napenda sana ile nafasi yake ya 7 pale jinsi ambao anaicheza pale. Na pia tunasema kwa ngone pia kwa Son. Nilikuwa naangalia pia kijana wake bado anatesa. Kweli. Na Son by the way huyu ni mwanajeshi. Ni mwanajeshi ametrain pale South Korea. Kweli. Na anafanya vyema sana. Tuangalie mechi ya mwisho, Manchester United dhidi ya timu ya West Ham United. David Moyes dhidi ya timu yake ya zamani. Ni game kubwa, lakini kuna vile timu ya West Ham imebebwa sana na ule player ambaye anaitwa Jesse Lingard. For the last game zile ambazo tumeona Jesse Lingard akicheza. Na hii ndio game ya kwanza ambaye Jesse Lingard hata kuwepo. Hawezi onekana kwa substitute, hawezi cheza anywhere. Kwa nini? Sababu ni player wa Manchester United. Na ako pale on loan. So nadhani it's a big and a huge setback kwa timu ya West Ham. They will have to get, nadhani kuanzia sasa hivi wanajaribu kutafuta ni nani anaweza cheza hii namba ya Jesse Lingard. Na by the time wanakuja kupata player ambaye anakuja kucheza game ya Jesse Lingard ni huko Monday after game imechezwa on Sunday. So nadhani Manchester United watashinda. Na pengine kwa sababu Antonio Michael pengine huenda akaweza kufanya vyema, kwa sababu nimesikia kwamba David Moyes akiweza kumsifia sana. Nadhani ni player ambaye anapenda ku terrorize pale ma defender, na ma defender wa Manchester United ni waoga. Ukiangalia kama pale Lindelof ni defender muoga sana. So huenda akapatikana kwa hiyo sakas ya Michael Antonio, na iwapo kuna bao ni ile tu Michael Antonio ataweza kufungia timu ya West Ham. Bila shaka mtazamaji, kabla tuweze kuingia katika La Liga, tuangalie mechi ambazo zitakatwa weekend hii, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Mtazamaji, pengine nikukumbusha kwamba kama unaweza kujiunga na SureBet, andika neno Julius na utume kwa 29488. Na kile ambacho tunazungumzia sasa hivi, ukiangalia hapo chini katika runinga yako utaona ikipita pale. Nakumbuka pia kuna free bet pale mtazamaji. Na paybill number ambayo unaweza kutumia siku ya leo mtazamaji unapowekeza na SureBet ni 599488. Pia unaweza kutembelea tovuti www.surebet.ke. Na sasa Julius, tuangazie mechi ambazo zinasakatwa Jumamosi katika La Liga. Na ni kwa haraka tu hapa. Nianze tu na mechi hii. Alaves wataweza kucheza dhidi ya Cadiz. Hii ni mechi ambayo pengine kwa faida ya mwekezaji awekelee wapi? Nadhani Alaves watashinda. Watashinda magoli mangapi? 1-0 2-0. Naam. Angalia mwana Real Madrid ataweza kumwalika mwana Elche. Elche tuliona kimpiga mwana Sevilla. Kwanza mimi mwenyewe aliweza kuni disappoint. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni 0. Timu zote mbili hakuna yeyote ambaye alikuwa amefunga mwingine. Lakini kipindi cha pili pale ikiisha, ukapata kwamba Elche waliweza kupata magoli mawili dhidi ya timu ya Sevilla. 2-1 pale. Sevilla alikuwa anajiandaa kuingia katika zile UEFA Champions League. Pengine katika mechi Elche na timu ya Real Madrid, nadhani zile timu ambazo sasa hivi ni ngumu kupoteza pale La Liga ni timu ya Atletico Madrid, timu ya Barcelona na timu ya Real Madrid. Na hii ni one of the games ambazo ni ngumu sana kupata timu ya Real Madrid. Wanapoteza pale. Kweli. Pengine Osasuna watamwalika Valladolid. Pengine Valladolid na Osasuna?
Real Valladolid ni timu ambayo mimi nimezoea wamezoea sana kushika watu madraw. Na ni kama hii ni filamu nyingine. So nadhani tuna expect kupata draw kwa hii game. Tuangalie mechi nyingine ambayo ni ya mwisho siku ya Jumamosi katika La Liga pale msomaji, Getafe dhidi ya Atletico Madrid. Na timu ya Getafe si timu ndogo. Ni timu ambayo imelemea timu mingi. Kwanza wakipatana na timu ya Barcelona msimu huu, home and away, wamewalemea sana. Na timu ya Atletico recently timu ambayo imekuwa ikinyorashwa na watakuwa na prepare kucheza na timu ya Chelsea pale UEFA. So it is going to be a very very hard game for Atletico Madrid. Na sidhani kama watashinda game hii. Ana 2.5 itapatikana ama over 2.5? Kitu niko sure Atletico wanakuja kucheza ni wa make sure hawajafungwa. So ni game ambayo itaisha 0-0 draw. Bila shaka. Naam. Na jinsi mimi nimesema nahisi kwamba huenda ikafanyika hivyo. Tuangalie siku ya Jumapili ambayo ni tarehe 14 mwezi Machi mwaka huu, itakuwa ni Celta Vigo dhidi ya Atletico Bilbao. Pengine kwa faida ya mwekezaji Celta Vigo, Atletico Bilbao, Celta Vigo tulimuona pale aking'ara sana na timu ya Huesca na kuweza kutoka magoli 4-3 pale. Pengine pia huenda tukaanza kushuhudia magoli hapa Bilbao na Celta Vigo. Nadhani ni game ya mabao kama ni kushinda anybody can win. Siwezi jua nani atashinda kwa kweli, lakini Bilbao na Celta Vigo ni timu ambazo ziko na speed. Ni kama Leeds pale, So hii ni game ambayo itakuwa na over 2.5 na goal pia. Kuna Granada atamwalika Real Sociedad. Sociedad anashinda nafasi ya 5-6 pale katika msimu wa ligi. Na Real Sociedad wanashinda. Wako na yule mzee wa kazi pale anaitwa David Silva pale. Nadhani hii ni mechi ambayo pia ataonyesha ufundi wake na Real Sociedad watashinda. Na pengine kwa magoli mangapi? Kwa sababu kuna yule mtazamaji ambaye anataka kujua pengine kwa faida ya mwekezaji, huenda Real Sociedad ukafunga magoli mangapi? Kwa pengine tunaweza kupata goal hapa. Nilifikiri kusema Real Sociedad wafunga magoli 3-0 na nikakumbuka kwa Sociedad wako away. So ni game ambayo tuna expect ishe 2-1. Real Sociedad washinde. Kwa faida ya Real Sociedad pale. Eibar watamwalika Villarreal. Na Villarreal watashinda kwa urahisi. Watashinda kwa urahisi na kutakuwa na over na kutakuwa na goal. 3-1 is possible. Kwa hivyo kwa faida ya mwekezaji pale aweze kuweka over 2.5 pale. Over 2.5 Villarreal win. Goal pia ni narrow chances, lakini over 2.5 na Villarreal win. It's inevitable. Mechi ya mwisho katika La Liga, timu ya Sevilla itamwalika Real Betis pale. Naongelea Real Betis aliweza kushinda katika mechi yake ya mwisho. Sevilla alipigwa. Pengine huenda tukaweza kuona goal ikiingia hapa. Unajua timu ya Sevilla ilikuwa inajiprepare kucheza chuano wa UEFA na wametoka. Na kila siku mimi nasema kuwa focus on the current game. Wacha na kuangalia mbele. Waliangalia mbele wakapoteza game zote mbili. So nadhani sasa hivi wamejipanga, wanaangalia game hii ambayo ni ya weekend hii. Na nadhani Sevilla watashinda na hawatafunga hata bao moja. Hawatafunga hata bao moja. Bila shaka mtazamaji uko ndani ya dunda viwanjani AMOB TV ukiwa na mimi na JM Sango na mwenzangu Julius Someka. Pengine Julius tukimaliza utamwambiaje mtazamaji ambaye ni shabiki sugu wa kandanda, pengine ni mwekezaji, utamwambiaje? Naweza mwambia kuwa prediction ambazo tumepeana si kitu ambayo tunajua itafanyika. Ni kitu ambazo ni ubashiri. Sisi ni mafans na mimi ni fan kama yeye pale nyumbani. Ni vile tu ni umeniita show hapa nikuje niambie watazamaji wanaonaje game ya Man itaendaje, game ya Chelsea itaendaje. Na unaniambia Chelsea wanacheza labda ni game ya Man. Hiyo tutazungumzia siku nyingine. So ni prediction tunapeana. Isikue kuwa tunakwambia Manchester United watapigwa na wewe unaenda unasema tu kuwa Manchester na wengine wanapigwa. Kuna kitu ambayo inaitwa kwa do your own research. Ukichukua zile matokeo ambayo tumekupatia na ukiongezea na zile zako useme huyu mtu alisema kuwa timu ya Barcelona itapigwa. Mimi sijaona timu ya Barcelona ikipigwa. Lakini naweza iwekea Barcelona to score. Ni sawa. So unaenda pia ukichunguza vizuri ni mechi gani ambayo tumesema ya kweli unaweza fanya, ni mechi gani ambayo tumeweka na si ukweli unatoa pia. Sababu pale sure bet wanakungoja uweze kukua the next millionaire probably. Bila shaka. Na unajua ni rahisi sana kuweza kujiunga na Showbet. Unaandika tu neno Julius unatuma kwa 29488. Na ukitumia pale paybill number kama 599488 mtazamaji, nakumbuka ukifanya hivyo yule ambaye ataweza kuwekeza. Najua next time hapo tutaweza kuaward yule mtu ambaye na pia kuna bonus. Kuna bonus. Yule ambaye ataregister aweze kuwekeza bet yake ya kwanza ya n amount. Nadhani the minimum unaweza bet na 20 bob mbao. The minimum unaweza bet na ni 20 bob na ukiwekeza tu bet utapewa free bet. Free bet nadhani hapa chini anaanza ona kuwa kuna free bet. Ni kila siku ukiwa mgeni
na for the first time umeweza kututazama leo ukasema kumbe kuna konga na Shwabet. Shwabet wako na ukiregister leo uwekeza bet na ile pesa unaweza weka kama minimum ni 20 bob. Ukiweka tuna 20 bob unapata free bet yenye ni instant, una bet tu hapo tena. Bila shaka na natazama kwamba mtazamaji hata hapo chini unaona kwamba kuna free bet pale. Ukifanya hivyo bila shaka utakuwa unajijenga na kuweza kupata hela pale. Lakini kumbuka kuweza kuwekeza. Hebu mwambie kuwekeza ni kwa hiari yake, lakini achunge nini? Achunge familia na kuwa asiwekeze pesa ambazo ana uwezo wa kupoteza. Naam. Bila shaka kumbuka ni mazungumzo mazuri sana kutoka kwake Julius Omeka ambaye ni mchanganuzi wetu. Mtazamaji umekuwa nami nahodha JM Sango na mwenzangu Julius Omeka. Hadi siku nyingine, kwaheri kwa sasa.